Amina. Tunamshukuru sana Mungu kwa nafasi hii njema. Tunakumbuka siku ya Jumanne tulikuwa hapa na Mungu alitenda mambo makubwa kwa kupitia somo linalosema mambo yasiyoonekana. Amina. Kupitia mambo yasiyoonekana watu wengi wamezidi kufunguliwa. Ndio. Nimepata message nyingi sana, watu wameona mambo yasiyoonekana yamekuwa bayana. Amina. Neno la Mungu linasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Amina. Na bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo bayana ya mambo yasiyoonekana ndiyo tunayoshughulikia. Amina. Ndiyo tunayodili nayo leo. Ndio. Naomba tusome kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1 mpaka wa 3. Amen. Ndio. Kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 3. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Basi imani ni kuwa na uhakika ndio ya mambo yatarajiwayo. Mambo yatarajiwayo unakuwa na uhakika nayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa 2. Ndio. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Ndio. Wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu. Hata vitu visivyoonekana havikufanywa ndio kwa vitu vilivyo dhahiri. Mstari wa 4. Wa 4 unasemaje? Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu ndio iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa ya kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Maandiko yanatuambia ya kwamba imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Yaani mtu mwenye imani anapimwa ndio kupitia mambo yasiyoonekana. Ni kweli. Kama kweli unayo imani, tunaangalia, je, unaamini mambo yasiyoonekana? Unaamini? Kama uamini, wewe hauna imani. Hauna. Kwa mambo yote ya kiroho, mambo yote ya kiimani yana bezi zaidi na mambo yasiyoonekana. Ni kweli. Maana yake ni ulimwengu wa roho. Ndio. Ni ulimwengu ambao hauonekani kwa macho ya nyama. Ndio. Ni ulimwengu uliojificha. Amina. Maadui ambao wanajaribu kuficha, ndio wanaficha vile visivyoonekana. Ni kweli. Lakini Mungu wetu ni Mungu ambaye anaweka hivi vitu bayana. Amina. Na kwa kupitia imani yako, yale yaliyofichika ndani ya maisha ya mwanadamu ndio yanaenda kuwekwa kuwa bayana. Kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao tumeongea nao tangu siku ya Jumanne. Ni kweli. Yapo mambo ambayo hayaonekani ndani ya miili yao. Ndio. Lakini yanatembea. Amina. Kuna vitu vinatembea kwenye mwili. Sana. Mtu anakwambia mimi kuna kitu kinanizuia. Amina. Hata nikitaka kufanya kazi, ndio kuna kitu kinanivaa, kikisha nivaa basi naamua kulala nyumbani. Amina. Kwa hiyo ni vitu visivyoonekana lakini vipo vinafanya kazi. Amina. Ukiudharau ulimwengu wa roho, ndio tayari umeshajaribia maisha yako. Kwa jina. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kuthamini, ndio. Ni ulimwengu wa kuamini, ndio. Ni ulimwengu wa kufuatilia zaidi. Kwa jina la Yesu. Kama unataka kufuatilia zaidi, fuatilia ulimwengu wa roho. Amina. Hapo ndipo penye mambo yote. Ni kweli. Yasiyoonekana ndio tuyaangalie zaidi. Amen. Sema amen. Amina. Kwa hiyo wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa ambayo hayaonekani, ndio hayajulikani chanzo chake, magonjwa, maabara haioni magonjwa, jua kabisa katika ulimwengu wa roho ndio kuna mambo yasiyoonekana ndio yanayokusumbua yamefanyika. Anasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kama uamini ulimwengu huo, tayari umeshashindwa. Amina. Tayari umeshaharibikiwa. Amen. Na Mungu wetu anataka tuufuatilie. Kwa jina la Yesu. Naomba unisomee kitabu cha Wakorintho wa pili. Amina. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 18. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Ndio. Sura ya 4. Mstari wa 16 mpaka wa 18.
Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini ndio utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Anasema hatulegei. Amina. Kwa maana utu wetu wa nje hata kama ukichakaa, ndio, lakini tunao utu wa ndani. Ni kweli. Ule utu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Amina. Utu wa ndani maana yake ni ule usioonekana. Ndio. Ule ambao hauonekani. Roho yako. Wewe mwanadamu anaweza akakuangalia. Ndio. Anakuona upo sawa sawa. Ni kweli. Anakuona uko na afya. Amen. Lakini kumbe ndani, utu wa ndani ndio umechakaa. Kwa jina. Maana yake wachawi wanaweza kukuchakaza. Ndio. Katika utu wako wa ndani. Amina. Shetani anaweza kukuharibu katika utu wako wa ndani. Wewe unatembea barabarani unaonekana ni binti ambaye ni wa kupendeza, lakini kumbe utu wa ndani wamekuvalisha ngozi ya mzee. Amina. Wamekuvalisha sura ya bibi. Ndio maana vijana wakusogelei. Ndio maana ukienda kwenye interview wanakukataa. Au wakuajiri. Unazo qualification zote. Ndio. Lakini wamekuchakaza katika utu wa ndani. Amina. Ukienda kwenye interview wanaona kwamba leo amekuja mzee kuomba kazi. Kinyago. Wakati wewe ni kijana. Amina. Leo mambo yasiyoonekana ndio tutayashughulikia. Kwa jina la Yesu. Kama utu wako wa ndani umechakazwa, Mungu wetu anaenda kukuinua upya. Leo. Anaenda kukufanya kuwa upya tena. Usiku wa leo. Tunaenda kufuatilia utu wako wa ndani. Ambao ndio ule usioonekana. Malizia. Mstari wa 17. 17 unasemaje? Maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele. Ndio. Uzidio kuwa mwingi sana. 18. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Bali visivyoonekana ndio vya kuviangalia zaidi. Kwa maana vinavyoonekana ndio ni vya muda tu. Ni vya muda vinavyoonekana. Bali visivyoonekana ndio ni vya milele. Visivyoonekana ni vya milele. Amina. Tuliona siku ya Jumanne ya kwamba Mungu aliumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Ni kweli. Aliumba kuanzia ulimwengu wa roho Mungu na ulimwengu wa mwili Mungu. Maana zipo ulimwengu mbili. Ulimwengu mbili ndizo zinazo operate. Amina. Na ule ulimwengu wa roho ndio upo juu zaidi. Ulitangulia. Vitu vinaanzia rohoni. Amina. Alafu vinakuja kudhihirika. Ndio. Kwa hiyo wewe imani yako inapimwa kwa vitu vya rohoni. Ndio. Bayana ya visivyoonekana. Amina. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Anasema tuyaangalie sana yale yasiyoonekana. Amina. Kwa kuwa yanayoonekana ni ya muda tu. Kwa hiyo mwili wako huu unaonekana ni wa muda. Amina. Lakini roho yako ambayo haionekani ni ya milele. Ni kweli. Kwa hiyo ule ulimwengu wa ndoto, unapoota ndotoni, amina, unaona vitu vya ajabu ajabu. Majoka. Unaona majoka. Ndio. Unaona viumbe. Amina. Unaona mapanya. Unaota unaogelea. Ndio. Unaota huko baharini. Amen. Unaota huko ziwani. Ndio. Unaota huko maporini. Ndio. Unaota huko unakata kuni. Amen. Unaota unabebeshwa mizigo. Manake hao ni mambo yasiyoonekana ya rohoni. Katika ulimwengu wa kawaida, ndio, wewe upo hapo salasala. Ndio. Katika ulimwengu wa macho uko hapo Mbezi. Amina. Popote pale ulipo. Ndio. Lakini ikifika usiku ukilala tu, bahari ya Hindi. Katika ulimwengu usioonekana, ndio, unaanza kuota huko ziwa Victoria. Unaanza kuota huko maporini. Amina. Huko Mikumi maporini unakimbizana na simba. Amen. Unakimbizana na fisi. Ndio. Yale ndio yasioonekana, na tunaambiwa hapa ya kwamba tuyaangalie zaidi yasiyoonekana, kwa sababu ni ya milele. Amina. Ukiyapuuzia, ndio, yanakuharibia maisha yako milele. Kila kitu yanakuharibia maisha yako forever. Mambo yote. Leo simama
Kwa jina la Yesu. Uyaangalie yasiyoonekana. Kwa jina la Yesu. Yashughulie yasiyoonekana. Yashughulikie. Ili Bwana akapate kukukomboa. Kwa jina la Yesu. Ili Mungu akapate kukufungua. Kwa jina la Yesu. Wewe unayeota ndoto, wewe hapa unalishwa vyakula wenye ndoto visivyoonekana, leo hivyo ni vya kuvifuatilia. kwa jina la Yesu. Hivyo ni vya kupigana. Kwa damu ya Hivyo Yesu. ni vya kupambana. Kwa jina la Yesu. Anasema ijapokuwa tupo katika mwili, lakini tunashindana katika roho. Silaha za vita vyetu Katika roho. Amina. Silaha zetu zina uwezo katika roho. Amina. Hebu tusomee andiko. Kitabu kile cha Korinto wa pili, sura ya 10 mstari wa 3 nitashuka nayo. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Yes. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo angalia sana, pamoja na kwamba tunaishi katika mwili, lakini vita tunaoifanya, tunaopambana nayo sio katika mwili. Amina. Tuendelee. Mstari wa 4. Ndio. Maana silaha za vita zetu, si za mwili, bali zinaweza katika Mungu, hata kuangusha ngome. Mstari wa 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho ndio juu ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amezungumza vitu vya hatari sana hapo. Amina. Amezungumza kwa habari ya ngome. Ndio. Amezungumza kwa habari ya mawazo. Amezungumza kwa habari ya fikra. Amina. Haya yote ni yasiyoonekana. Ni kweli. Zipo ngome ndani ya ambazo zimeshikilia watu. Amina. Kuna familia ambazo hawaolewi. Ni kweli. Wao ni kuzalia nyumbani wote. Kuna familia ambazo hawaoi. Wao ni kuzalisha kila mtaa. Amina. Hawaoi, kuanzia kaka mkubwa mpaka mdogo. Ndio. Kuanzia wajomba mpaka baba wadogo. Amina. Hawaoagi wao. Amina. Manake kwao kuna ngome zimewashikilia. Ndio. Zimewakamata, hawaruhusiwi kuoa. Amina. Wengine hawaolewi kwenye familia zao, manake kuna ngome zimewashikilia. Amina. Vitu visivyoonekana ni dhahiri na vipo na vinafunga watu wasipige hatua. Amen. Watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa sana. Leo nakuletea maarifa haya ya kiroho ili Mungu apate kukufungua maarifa, ili upate kusimama. Uyapokee. Tunaambiwa leo tuyafuatilie sana, ndio, yale yasiyoonekana. Amina. Kwa kuwa yale ni ya milele. Ndio. Ukishaambiwa kitu ni cha milele, ujue hiko ndio kitu muhimu zaidi. Ni kweli. Mwili wetu unapoambiwa mtu amekufa, maana yake ni kwamba mwili ndio umekufa. Amina. Roho imetoka inarudi kwa Bwana. Ndio. Maana yake roho ni ya milele. Haifi. Roho haifi. Amina. Haleluya. Amen. Roho ilitangulia. Ndio. Alafu mwili ukatengenezwa. Amina. Alafu ile roho ikaingia kwenye mwili. Ndio wewe ukaanza kutembea. Amina. Kwa hiyo jitafakari sana. Vita za ulimwengu wa roho ndio vita halisi ndani ya maisha. Bora mtu akupige ngumi ndio katika mwili kuliko akupige ngumi katika ulimwengu wa roho. Amina. Yaani kwenye ndoto ukiota watu wanakukimbiza na mapanga, wanakuchoma, hiyo ni hatari zaidi. Ni kweli. Ya kupigwa na mapanga hapa duniani. Amina. Mara mtu mwingine akiota ndoto anaona makimbizwa na viumbe, mambwa, majoka. Anapostuka anaona afadhali, kumbe ni ndoto. Anapuuzia. Amina. Usipuuzie hiyo ndoto. Uhalisia. Hiyo ndio uhalisia wenyewe wa maisha yako. Amina. Hiyo ndio vita halisi. Unakimbizwa. Tumeambiwa hapa hatupigani katika roho, katika mwili. Ndio. Bali katika silaha zetu ni za Mungu. Amina. Zenye uwezo wa kuangusha ngome. Ndio. Hizi ngome, mpendwa, ngome tunazozungumzia sio ngome za kimwili. Amina. Ni ngome za kiroho. Kuna watu wamezunguziwa ukuta. Ndio. Yaani upo ndani ya ukuta. Ule ukuta ni wa kiroho. Hauonekani katika nyama. Amen. Ndio maana kila ukienda kutafuta kazi haupati.
Ndio maana kila ukijaribu chochote hakifanikiwi. Amen. Leo Mungu akapasue huo ukuta. Kwa jina la Yesu. Wana wa Israeli walizunguka ukuta wa Yeriko. Ndio. Na wakauporomosha bila ya silaha. Amen. Waliuporomosha kwa maombi tu. Ukuta. Waliuporomosha kwa uimbaji tu. Yeriko. Waliuporomosha kwa kupiga matarumbeta. Ilianguka. Na ukuta wako utaanguka. Kwa jina la Yesu. Ukuta wako utabomoka. Kwa jina la Yesu. Yeyote aliyekutengenezea ukuta usiku wa leo, na tamka kuanzia sasa hivi huo ukuta ukabomoke. Unabomoka. Huo ukuta usioonekana, ngome ambao unakuzuia usipige ziondoke, leo ukabomoke kwa jina la Yesu. Anasema kushindana kwetu si katika damu wala katika nyama. Amina. Kwa maana tunashindana na majeshi ya pepo katika ulimwengu wa roho. Amina. Kwa hiyo ulimwengu wa roho kuna majeshi. Yapo. Mtu anaota anakimbizwa na majeshi, yuko vitani. Amina. Alafu akiamka anapuuzia. Ndio maana maisha yako hayasogei. Ni kweli. Ndio maana maisha yako hayaendi. Wewe kazi yako ni kuota unaibiwa pesa. Amina. Ukiamka unashangaa kila unachofanya investment zinaharibika. Ni kweli. Unaota unaibiwa gari. Unaota unapata ajali. Amina. Hao ndio mambo yasiyoonekana. Ndio. Unaota nyoka wanakukimbiza. Wa ajabu. Hao ndio mambo yasiyoonekana. Lina vichwa 7. Maana yake leo Mungu akufungue. Kwa jina. Leo Mungu akutetee. Kwa damu ya Yesu. Natamka kwa jina la Yesu. Leo. Na muda si mrefu nitakufungulia line unipigie. Amina. Uniambie vita ulionayo. Ndio. Kama kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako havionekani. Leo ongea. Leo utaniambia kwenye message. Amen. Utanipigia simu. Ndio. Nitaomba pamoja na wewe. Ndio. Upate kufunguliwa. Kwa jina la Yesu. Upate kukombolewa. Kwa jina la Yesu. Upate kutoka mitegoni. Usiku wa leo. Upate kutoka kwenye mashimo. Kipindi hiki. Maandiko yanatuambia hivi. Ndio. Watu hawa ni watu walionaswa. Amen. Wamenaswa kwenye mashimo. Hebu nitafutia lile andiko, mtumishi wa Bwana. Amen. Watu wamenaswa kwenye magereza. Amina. Watu wameshikiliwa kwenye ngome. Amen. Watu wamenaswa kila mahali. Haya mashimo sio mashimo yanayoonekana. Amen. Unapomsikia Daudi anasema nimetegewa nyavu, walioshimba shimo wataingia wao. Sio mashimo ya kawaida, ni mashimo katika ulimwengu wa roho. Maanake ni mashimo yasiyoonekana. Ndio. Usipokuwa na imani nayo utanaswa na utaendelea kubaki kuwa maskini. Amina. Utanaswa na utaendelea kubaki kuwa katika hali ya kutokuzaa. Amen. Lakini leo ninatamka, leo utafunguliwa. Kwa jina la Yesu. Utakombolewa. Amina. Utashinda vita. Kwa jina la Yesu. Tusome. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Naomba kwanza nisomee kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 25. Amina. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 11 mstari wake wa 25. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Wakati ule Yesu akajibu, akasema na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima, na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Amen. Kuna mambo yanaenda kufunguliwa kwako usiku wa leo, na mambo yaliyofichwa watu wengi walikuwa hawayaoni. Ndio. Lakini wewe unaonekana kama ni mtoto mchanga usiyejua lolote. Amina. Bwana anaenda kukufunulia. Kwa jina la Yesu. Bwana anaenda kukutendea. Kwa damu ya Yesu. Kila ngome zisizoonekana leo zinaonekana. Kila kuta zisizoonekana leo zitaonekana. Leo zitaonekana. Kwa jina la Yesu. Nasema majeshi yaliyokuzingira leo yanaanguka. Amina. Magari yanayokufuatilia leo, vinyago ambavyo umevalishwa havionekani leo vinabanduliwa. Kwa jina la Yesu. Leo vinatolewa. Kwa jina la Yesu. Pete za kichawi leo ambazo ulivalishwa katika ulimwengu wa roho zinavuliwa. Natamka kuanzia sasa zivuliwe, zikuachie kwa jina la Yesu. Na majira haya ninaenda kukukaribisha msikilizaji. Amina. Utanipigia simu 0765 260 692. Nipigie tupate kuomba pamoja na wewe. Amina. Niandikie
tupate kuomba pamoja na wewe. Kwa jina la Yesu. Tatizo lolote ulilonalo unahitaji maombi, ndio piga 0765 0765 260 692. Ninafungua laini sasa nipate kusikiliza tatizo ulilonalo na tupate kulishughulikia majira haya. Amen. Moja kwa moja kuna msikilizaji wangu wa kwanza. Roho Mtakatifu awe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima, unaitwa nani, unatokea wapi? Naitwa Felton, natokea Bunju. Felton, karibu sana. Bwana, tatizo langu ni kazi bwana, natafuta kazi na kazi. Unatafuta kazi ya upati? Fundi umeme. Fundi umeme, nitakuombea leo Mungu akupe kazi. Halo, kwenye line nani mwenzangu? Nakusikia. Amina, ongeza sauti yako, naomba nitajie jina lako na mahali unapotokea. Naitwa Veronica na kazi Kijitonyama. Veronica kutoka Kijitonyama, nakusikia. Naomba mniombee. Una ujauzito wa miezi mingapi? 6. Miezi 6. 9. Na kuombea leo Mungu apate kukulinda na kufikisha salama safari hiyo. Halo, kwenye line nani mwenzangu? Bwana sema. Amina, habari ya uzima? Salama, naitwa Neema kutoka Kawe. Neema kutoka Kawe. Baba nina shida. Ndio. Na dada yangu aliwahi kuolewa akazika, sasa hivi ni mgonjwa akapima tumbo. Anaitwa nani dada yako? Anaitwa Anita. Naomba utampa namba yangu, nitamuombea. Amina baba. Nitamuombea Mungu atamfungua. Karibu sana kanisani kwetu pale Boko Magengeni, sio mbali na hapo Kawe. Umlete dada yako, tutamfungua kwa maombi na Mungu atatenda. Yupo mkoani? Yeye yupo mkoani, ufike kwa niaba yake. Amina baba. Karibu sana, endelea kusikiliza, tutamuombea. Amen. Niandikie message ukishinda kunipata kwenye line. Niandikie message kwenye namba 0765 692. Yes, kuna msikilizaji kwenye line. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Za kazi ya Bwana. Ni njema kabisa, karibu. Asante. Mimi kwa jina naitwa Sara Yusufu Kogo. Niko Tanzania kwa Mtogole. Karibu sana. Mwisho wa Mungu, mimi naumwa, yana kama nimekufa huko na napumua, najiona hivi. Unajiona kama haupo, kama haupo duniani. Sana. Imeanza lini hiyo shida? Ina miaka hata 3. Lakini sasa hivi naona ndio imekazana zaidi. Nitakuombea leo Mungu akufungue, ukurudishe uhai. Kwenye kiuno kwenda huko. Yaani misuli inakaza. Yaani nimesikia mpaka naona kama ukiona kuna tunda labda inaweza kakaa kama imenyauka hivi. Nakuta na miguu inakuwa inanyauka, mapaja yamenyauka, mpaka yani makalio yamenyauka. Yaani ganzi, yani imeenea mwili mzima. Nitakuombea leo Mungu akutendee haraka haraka. Amen. Mungu atakuzidishia, afya yako irejee. Asante. Amen. Karibu kwenye line nani mwenzangu? Amina, habari ya uzima? Salama, unaongea na Amina kutoka Arusha. Amina kutoka Arusha, nakusikia. Hiyo mchungaji, naomba unisaidie, nasumbuliwa na mguu na mahusiano pia. Mguu umekuaje? Mguu unawaka moto sana, unauma kuanzia kuninyonga. Nitakuombea leo Mungu atakutendea maajabu hapo ulipo. Halo, kwenye line nani mwenzangu? Tunaongea na kutoka Singida. Nani? Flora. Flora, upo Singida? Ndio. Unatupata vizuri? Ndio. Umesikiliza somo la leo? Nimechelewa kidogo kusikiliza somo la leo. Haya, niambie tatizo lako ni nini nikuombee? Tatizo langu ni mahusiano. Niko kwenye mahusiano lakini naona yanasuasua. Mahusiano yanasuasua? Ndio.
Maana yake hapo kuna mahusiano mengine tena yasiyoonekana, ndio maana haya mengine yanasuasua. Nitakuombea leo, Mungu atakutendea. Siendelea kusikiliza. Halo, Roho Mtakatifu awe nawe. Karibu sana. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Ongeza sauti yako kidogo, sikusikii. Unatokea Geita. Niambie tatizo lako. Naitwa Bernardo Zakaria Matias. Nimesha kupata Bernardo Zakaria. Tatizo lako ni nini tukuombee leo? Tatizo langu pia nilipata kazi, natakiwa nikuzuzu, napoteza kifanya, hela zinapotea sijele. Hela zinapotea, kazi pia zinapotea. Nitakuombea leo, Mungu atakutendea. Halo, kwenye line. Roho Mtakatifu awe nawe. Amina. Habari ya uzima? Unaitwa nani? Unatokea wapi? Naona simu yako inakoroma sana. Naomba upige tena ili tusikilizane vizuri. Halo, kwenye line. Roho Mtakatifu awe nawe. Halo, Bwana asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Salama. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Naitwa Anastasia Musa, natokea Kegeta hapa Mbuyuni. Ndiyo, nakusikia. Tatizo lako ni nini tukuombee leo? Nasumbuliwa, roho ya kuishia njiani kataliwa, yani ndio kama hivyo, sipati ndoa, magonjwa mwili mzima unaniuma. Magonjwa mwili mzima kuishia njiani, manake kama vile kuna ukuta umewekwa mbele yako hauonekani. Kila ukijaribu kupiga hatua unagonga. Mahusiano yanaishia njiani. Yani kila kitu kinaishia njiani, iwe biashara, yani kila kitu. Sasa fanya hivi. Nataka nikuelekeze ufike kanisani Jumapili hii. Kanisani kwetu ni Boko Magengeni. Ukifika pale Boko Magengeni, nyuma ya Oilcom kuna kanisa linaitwa House of Prayer. Utanipigia hii simu, nitakupokea. Boko Magengeni. House of Prayer, nyumba ya maombi. Pasipo Jumapili, maana kuna harusi huko nilipopanga. Sasa Jumapili kuna harusi. Sasa kesho Ijumaa uje jioni saa 10. Kila Ijumaa na kila Jumatano tunakuwa na ibada za ufungulivu jioni. Alafu Jumapili ndio tunakuwa na ibada ya Sabato. Sasa kwa kuwa Jumapili hii una ratiba nyingine, na kukaribisha kesho Ijumaa, nitakuombea hiyo roho ipate kuondoka. Leo niombee ili nipate wepesi kwa bosi wangu kuniape kesho kazi. Atakupa ruhusa, ninakuombea atakupa ruhusa. Ubarikiwe sana. Endelea kuniandikia message 0765 260 692. Huyu anaitwa Lavu, anasema iko Tabata, tatizo la misuri. Nitakuombea Lavu leo, Mungu akufungue. Huyu anaitwa, anatokea msituni, anaota yuko msituni na pia anaota sana watu waliokufa. Naomba unisaidie mtumishi. Naitwa Velena Godfrey. Velena, nitakuombea leo, Mungu akutetee. Amina. Karibu kwenye line. Roho Mtakatifu awe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Naitwa Esther. Yaani ninasumbuliwa na wadudu kutembea mwilini mwangu. Wadudu wanatembea au wadudu unawaona au hawaoni? Yaani waoni katika roho. Wapo lakini uwaoni. Leo Yesu atakutendea. Amina. Uniandikie pia message ili baada ya hapo tutaongea nikuelekeze jinsi ya kufanya. Asante. Wataondoka wadudu wanaotembea katika mwili wako. Wanatembea mwili. Maandiko yanasema hivi: nitarejesha miaka iliyoliwa na madumadu na parare na tunutu.
Sasa hao wanaotembea kwenye mwili wako ndio hao wadudu wanaitwa parare na madumadu na tunutu. Sasa wanapotembea utaona matokeo kwenye maisha. Utaona vitu vingine vinaanza kuisha. Uchumi unaanza kuharibika. Je, na kwako hiyo inakutokea hiyo hali au haikutokei? Inatokea, napambana sana, naomba sana. Mungu atakutendea. Endelea kusikiliza, nitakuombea leo. Karibu, unaitwa nani nikuombee? Baba Loveness, niko Tabata Kisiwani hapa. Karibu sana Baba Loveness. Nimeona nilikuwa nimetuma message ndio kuelewa vizuri na nikaamua nipige. Haya, nieleweshe sasa, nieleweshe nikuombee. Na hitaji maombi kwa sababu kwa nina tatizo la misuli nikiwa nafanya kazi. Misuli ukiwa unafanya kazi inafanyeje? Huwa ninakaza miguuni, nifanye kazi ya kusimama muda mrefu. Nitakuombea Mungu akutie nguvu misuli yako. Nashukuru mtumishi. Uwe na amani kabisa, endelea kusikiliza, utaona maajabu. Amina. Huyu mwingine anaitwa Witness Silidoni. Halo, kwenye line nani mwenzangu? Halo? Nakusikia, habari ya uzima? Nzuri, Bwana Yesu atukuzwe. Amina, karibu. Unaitwa nani, unatokea wapi? Naitwa Yerusa Robinson, natokea mkoa wa Kigoma. Mimi shida yangu, kuna kitu kinachotembea mwilini na sikiozi na kinanisumbua, kinabana kifua, hapo kinabana mgongoni. Kuna kitu mgongoni kizito sana, ila sielewi kama ni kitu gani. Mgongoni na kifuani. Halafu na kiunoni tena. Na kiunoni pia. Leo tutakishughulikia. Unaitwa nani umesema? Yerusa Robinson. Kutoka Kigoma? Kutoka mkoa wa Kigoma. Mungu atakutetea, endelea kusikiliza. Msikilizaji kwenye line. Msikilizaji wangu huyu, karibu kwenye line. Unaitwa nani tukusaidie? Naitwa Adonisha Joseph. Ndio, unapiga simu kutokea wapi? Napiga simu kutoka Kigamboni, Dar es Salaam. Karibu sana, tupate kukuhudumia. Mimi na shida moja tu, na wanawake, hata mwanamke kuoa na kusumbua sana. Wanawake wanakusumbua? Wanakusumbuaje sasa? Yaani unataka mwanamke kwa muoe na kukataa. Ndoa, maana kuna kitu kinakuzuia. Tutakuombea leo Mungu akutetee. Halo, kwenye line nani mwenzangu? Halo, kwenye line kama unanisikia vizuri? Naongea na Nasibu kutoka mkoa wa Dar. Karibu sana Nasibu. Nasikia ndio mahusiano na watu wa kike, nimwambia labda muoe akaleta sana. Wewe una umri gani? Una umri gani? Na miaka 25. Na uko tayari kuoa? Lakini wenyewe wanakukimbia. Nitakuombea upate kile kibali cha kuoa, upate mke mwema ambaye mtajenga maisha pamoja. Halo, kwenye line nakusikia. Halo. Roho Mtakatifu awe nawe. Karibu, unaitwa nani? Unatokea wapi? Ndio. Unatokea Moshi. Jina nani? Sikudhani kutoka Moshi. Niambie haraka haraka tatizo lako tupate kuomba leo Mungu akutendee. Shida yangu hela zikai. Nitakuombea leo sikuzani Mungu akufungulie mikono hela zipate kukaa. Kwenye line nani mwenzangu? Majina anaitwa Lucas Melaku. Ndio.
Lucas? Nilikuwa na shida bana na kifua. Unabanwa na kifua, unatokea wapi Lucas? Toka Arusha. Mungu atakutetea. Asante. Na kuombea, endelea kusikiliza. Wewe ambaye hujanipata kwenye simu, endelea kunitumia message 0765 260 692. Halo. Amina, amina, karibu sana. Unaongea na Joseph kutoka Kigamboni. Joseph, karibu sana. Uniambie tatizo lako ni nini, ni kuombea siku ya leo. Shida yangu ile kubwa baba ni mwili unasisimka kama peni kama na nguvu sana za giza, hata pia na shida kupata choo kikubwa. Una shida kupata choo na vile vile mwili unasisimka, yani kama vile kuna vitu ambavyo havionekani vinakusisimua, nguvu za giza. Unaanza kupiga miayo sana. Kuna vitu vinakuvaa. Leo nitakuombea Mungu akusaidie Joseph. Endelea kusikiliza na Mungu atafungua kwa ajili ya choo. Barikiwe sana. Roho Mtakatifu awe nawe kwenye line. Bwana awe nawe. Amina, habari ya uzima? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana, unaitwa nani, unatokea wapi? Mimi naitwa Paulo Matias, ni mkazi wa Geita lakini niko safarini kwa sasa. Sasa hivi uko wapi? Safari ya wapi hiyo? Sasa hivi niko Dar es Salaam kwa maeneo ya Tanzania. Niambie tupate kuomba pamoja. Ni changamoto yangu inayonisumbua, huwa na uvimbe tumboni lakini kwa macho huwezi ukauona. Ni kweli? Alafu nilishafanya sana kazi toka mwaka 2003. Lakini nikifikia hatua ya kwamba niseme sasa nianze hata kujenga, huwa nafukuzwa kazi. Ikifika tu stage ya kujenga ndio pale pale na wenyewe wanakutimua. Natimuliwa kazi, natafuta tena kazi sehemu nyingine. Maana yake ni wazi dhahiri kabisa kuna kitu kisichoonekana kina kutime. Leo tunaenda kupangua hiyo hali. Kingine ninasumbuliwa sana mtoto wa babangu mzazi. Amefariki mwaka 2021 lakini mpaka leo hii mimi huyu anisumbua sana. Anakutokea mara kwa mara. Huwa hata nikilala tu usiku najikuta na moto babangu mzazi, nashindwa kuelewa nini. Tutaishughulikia leo. Msikilizaji kwenye line, nina kukaribisha. Mimi naitwa Elizabeth, nimetokea Manzese. Elizabeth, karibu tupate kuomba pamoja na wewe. Mimi kuna tatizo moja limeanza sasa ni kama mwezi wa 4 sasa hivi. Ndio. Yaani watu nilala nikausa na ninyonyesha mtoto. Mara kwa mara unaota hiyo ndoto ya kunyonyesha mtoto asiyeonekana. Ndio. Alafu sasa nilivyota hivyo mchana nikaa kama mchana nikasikia jua linavuta naogopa, na huu mkono mmoja wa kulia kwenye bega na kwenye kifadi kwenye kifua. Una watoto wangapi? Watoto wawili, watatu bahati mbaya alikufa. Watoto walikufa, sasa ndio wanamleta yule aliyekufa kuja kunyonya. Na Mungu ataenda kukutendea leo. Na pia na mazote yananiuma mtumishi. Utapona kwa sababu wanakuletea marehemu kunyonya. Leo mara nyingine kwa naota ndugu zangu waliokufa mara pia. Leo Mungu atakutendea. Sasa ninakwenda kuomba pamoja na wewe na wote wanaonisikiliza. Tunaenda kuomba pamoja Mungu apate kupangua yale mambo yasiyoonekana. Amina. Kama umenikosa kwenye line, hujanipata kwenye simu, naomba uendelee kunitumia message 0765 260 692. Amen. Basi tunakwenda kuomba kwa ajili ya wote ambao tumeungana nao kwenye maombi haya mafupi. Mungu akapata kutenda. Bwana Yesu. Leo kupitia somo la
mambo yasiyoonekana, mambo yasiyoonekana tunaenda kutamka, yanaonekana, tunaenda kuomba kwa macho ya nyama, kwa maana yale yasiyoonekana yatakuwa bayana. kwa jina la Yesu. Chochote kile yataonekana katika ulimwengu wa roho, yatajulikana, ambacho kinakufunga, yamejificha, minyororo ya kichawi, yapo gizani, minyororo ya kipepo, ndani ya maombi yao, nguvu za giza yanaenda kufukuliwa, zinapanguliwa, yanafichua, naachilia moto, mambo yote naachilia damu, yaliyojificha, yafungue ulimwengu wa roho, yaliyokufunga, Bwana, kila mnyororo, Yesu, kila kamba minyororo za kichawi ya mateso, zikuachie, kamba zote kila kamba ya mateso, za kishetani, ulimwengu wa roho, zikuachie, Bwana, mapete ndani ya ya watu, kipepo ndani ya watu, yaliyofunga ndoa, Masai, ya kuachie, achia, yatoke, toka, yeyote ndani ya aliyekuweka dada yule, kwenye mashimo, jana yule, atamka leo, siku leo, toka shimoni, toka gerezani, ndani ya shimo, toka kwenye magereza wa ugonjwa ya kichawi, usionekana leo, toka leo, toka ndani ya, achia leo, natuma magonjwa, moto wa Yesu, magonjwa natuma yasionekana, moto wa Yesu ndani ya tumbo, hiyo pepo aliyekufunga, achia sasa hivi, natamka leo, magonjwa, achia, magonjwa, achia ndani ya miili yao, toka leo, ndani ya watu, achia leo, ndani ya watu, hama, ndani yao, hama sasa hivi, hama, toka kwa jina la Yesu, magonjwa, viumbe vyote vinavyotembea kwenye damu, mnaachilia, kwenye mwili, mnatoka, viumbe, sasa, majoka ndani ya damu, yanayotokea ndani ya damu, kwenye ndoto, viumbe, achia, naotembea, toka leo, ndani ya miili, achia sasa, damu kwa jina la Yesu, inatembea, na damu ya Yesu inaharibu, natamka maagano, kila mamlaka, mikataba, kila falme, mamlaka, zisizoonekana, falme, zilizofunga za gizani, familia, Bwana, zibomoke, mama jeshi, ziharibiwe, siku leo, laana zote ndani ya masaa, za kiukoo, ziharibiwe, laana zote laana za kifamilia, zivunjwe, familia laana zilizofungwa ya ukoo, na minyororo laana ya umaskini, ya familia, na ngome leo inaharibiwa, za magonjwa, leo inaharibiwa, toka ndani kwa ya jina la Yesu, laana zote, kwa jina la Yesu, haribika, kwa jina la Yesu, haribika, amen, amen. Tunamtukuza sana Mungu, Asante Yesu, kwa ajili ya maombi haya mazuri. Wale wote ambao tuliongea nao, kina Anastasia, kina Esther, kina baba Loveness kutoka kule Kigoma, Nasibu, nazidi kuombea kina Paulo, kina Elizabeti. Mungu azidi kuatia nguvu hapo mlipo, sebuleni, ulipo nyumbani, ulipo kwenye gari, waliopo safarini. Ninaachilia damu ya mwana kondoo ikutangulie, ikuongoze, ikufikishe safari yako. Amen. Na yale yote yaliyojificha katika ulimwengu wa roho, Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, akufungue macho yako upate kuona. Kama umezingirwa, kama umewekwa kwenye mashambulizi, kama unaota ndoto zote mbaya, Bwana wa majeshi akufungulie macho ya kiroho upate kutambua ulimwengu wa roho unavyo operate juu yako. Amina. Amen. Asante Yesu.